Mkuu wa idara ya usalama Israel akubali kuwa walishindwa kuzuia mashambulizi ya Hamas. Mkuu huyo wa idara ya usalama ndani ya Israel, Shin Bet Ronen Bar, ametangaza kuwa atajiuzulu Juni 15, wiki 6 baada ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu kujaribu kumuondoa madarakani. Hata hivyo, mkuu huyo wa Shin Bet, mkuu wa usalama ndani ya Israel, anasema kwamba hali ilikuwa mbaya zaidi, hata wakasababisha kushindwa na hatimaye shambulizi zito ambalo lilifanywa mnamo Oktoba 7 mwaka 2023 dhidi ya wapiganaji wa Hamas huko nchini Israel. Bar amesema ataacha wadhifa wake takribani miezi 18 kabla ya mwisho wa muda wake ulioratibiwa, akikubali kuwajibika kwa sababu ya shirika lake aliloliongoza Shin Bet kushindwa kuzuia shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023. Baada ya miaka 35 ya utumishi na kuruhusu utaratibu mzuri wa kuteua mrithi wa kudumu wa mpito wa kitaaluma, nitamaliza majukumu yangu mnamo Juni 15 mwaka 2025, Bar alisema katika taarifa yake. Bar alikuwa mmoja wa wapatanishi wakuu wa Israel katika mazungumzo ya kusitisha mapigano na kuachia mateka. Vita vya kisiasa vinavyoongezeka. Shin Bet imekuwa kiini cha vita vya kisiasa vinavyozidi kuongezeka kati ya serikali ya mrengo wa kulia ya Netanyahu na kundi la wakosoaji wake, kuanzia wanachama na taasisi ya usalama hadi familia za mateka wanaoshikiliwa huko Gaza. Makabiliano hayo yalifichua mgawanyiko mkubwa katika siasa za Israel na jamii kati ya mrengo wa kulia unaomuunga mkono Netanyahu na wa mrengo huria zaidi wa nchi hiyo, ambao wameingia mitaani kupinga hatua za serikali za kuweka mipaka ya mamlaka ya mahakama kwa miezi kadhaa. Bar alikuwa amewasilisha ombi la kufutwa kazi kwake, jambo ambalo liligawa Israel na kusababisha kuibuka kwa masimulizi yanayokinzana kuhusu matukio ambayo yalisababisha shambulio lisilokuwa la kawaida la Hamas mnamo Oktoba 7 mwaka 2023. Hata hivyo, kutokana na matukio kadhaa ambayo yametokea hapa katikati, ni kwamba Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alihisi kabisa Ronen Bar pamoja na genge lake hasa katika Shin Bet wamekuwa wakimhadaa, lakini pia wamekuwa wakitengeneza mazingira ya kuonekana waziri mkuu hafanyi kazi ipasavyo. Moja kati ya maafisa kutoka Shin Bet walisema kwamba ni uzembe uliofanywa na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akijiamini zaidi, lakini pia kupitia issue ya Qatar Gate ambapo inadaiwa kwamba alichukua fedha waziri mkuu huyo Benjamin Netanyahu kwa ajili ya masuala fulani ndani ya nchi ya Israel. Hata hivyo, baadhi ya maafisa nchini Israel walidai kwamba ni Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu ndiye aliyesababisha mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa Hamas, na ndio maana hata wakati huu amekuwa tayari kwa ajili ya kufanya mashambulizi wakati wowote, lakini pia amekuwa tayari kuhakikisha kwamba Hamas hawapati fursa ya kuweza kufanya mashambulizi, na mpango wake ni kuwaondoa kabisa wapiganaji hao wa Hamas katika maeneo ya Palestina na hasa katika ukanda wa Gaza. Na amekuwa muungaji mkono mkubwa katika kuhakikisha kwamba wao wanaweza kuwaondoa kabisa wapiganaji wa Hamas, lakini pia na hata raia wa eneo hilo la Palestina la ukanda wa Gaza. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam.